Miaka 38 ya kufundisha dini, safari ya uongozi na huduma ya Sheikh Samir Sadik. Katika ulimwengu wa elimu ya dini nchini Tanzania, jina la Sheikh Samir Sadik Tunutu limeendelea kung'ara kama miongoni mwa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika kueneza maarifa ya Kiislamu na kulea vizazi vya wanafunzi kwa miongo kadhaa. Andamana nami Hassan wa Makanya katika makala itakayokujuza kwa ufupi historia ya Sheikh Samir Sadik, mudiri wa Shamsul Maarifi, sambamba na kuanzishwa kwa taasisi ya Shamsul Maarifi kuelekea kilele cha sherehe za kielimu mnamo mwezi wa 7 tarehe 8 mpaka tarehe 10 mwaka huu 2026. Mwaka huu Sheikh Samir ametimiza miaka 38 tangu alipoanza rasmi kazi ya kufundisha dini, safari iliyoanza mwaka 1987 akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Tangu wakati huo amekuwa akijitolea kwa moyo wote katika kufundisha, kuelimisha na kuongoza jamii kupitia elimu ya dini. Sheikh Samir alizaliwa mwaka 1971, sasa ana umri wa miaka 54. Licha ya umri wake huo, ameandika historia kipekee kwa kuwa miongoni mwa viongozi waliobeba dhamana kubwa za uongozi tangu akiwa vijana. Miongoni mwa hatua muhimu katika maisha yake ya uongozi ni pale alipoteuliwa kuwa naibu mudhiri wa Shamsia mwezi Aprili mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 28 tu. Wakati taasisi hiyo ilikuwa chini ya uongozi wa mudhiri Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhan. Kabla ya uteuzi huo, madrasa ya Shamsia ilikuwa imepitia kipindi kigumu kufuatia kifo cha Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub tarehe 9 Septemba ya mwaka 1997. Baada ya kifo hicho, Sharifu Hussein Hashim al-Musawa aliteuliwa kwa naibu mudhiri, lakini alijiuzulu ndani ya kipindi kisichozidi miezi mitatu. Kutokana na hali hiyo, taasisi hiyo ilibaki kwa takriban mwaka mzima bila naibu mudhiri, huku wazee wa taasisi wakifanya juhudi za kumshawishi Sharifu Hussein Hashim kurejea katika nafasi hiyo. Juhudi hizo ziliposhindikana, uamuzi ukafanyika wa kumteua Sheikh Samir Sadik Tunutu kushika nafasi hiyo muhimu ya uongozi. Hata hivyo, mwaka 2000 Sheikh Samir alijiunga na Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhan pamoja na wenzake wengine katika dhamira ya kuendeleza na kuisambaza elimu ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa madrasa ya Shamsul Maarifi, ambapo Sheikh Samir aliendelea kuhudumu kama naibu mudhir akiwa na umri wa miaka 29. Katika kipindi chote hicho alifanya kazi bega kwa bega na Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhan, akijifunza kufundisha na kushiriki katika ujenzi wa taasisi hiyo iliyokuja kuwa miongoni mwa vituo muhimu vya elimu ya Kiislamu. Baada ya kifo cha muasisi wa Shamsul Maarifi Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhan kilichotokea tarehe 7 Machi 2016 akiwa na umri wa miaka 73, jukumu la kuiongoza taasisi hiyo lilikabidhiwa kwa Sheikh Samir Sadik. Mwaka huo wa 2016 Sheikh Samir alitawazwa kwa mudhiri wa Shamsul Maarifi akiwa na umri wa miaka 45 tu. Tangu wakati huo Sheikh Samir ameendelea kuiongoza Shamsul Maarifi kwa mafanikio makubwa. Hadi sasa ametumikia nafasi ya mudhiri kwa miaka 9. Kabla ya hapo akiwa ametumikia nafasi ya naibu mudhiri kwa miaka 17 chini ya Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhan. Mbali na uongozi huo, Sheikh Samir pia alibahatika kusoma chini ya malezi na mafunzo ya Sheikh Muhammad bin Abubakar kwa kipindi cha miaka 22, jambo lililomjengea msingi imara wa elimu, maadili na uongozi. Miaka 38 ya ufundishaji, miaka ya uongozi na mchango wa katika kuendeleza elimu ya dini ni ushahidi wa kujitolea kwa dhati katika kuhudumia Uislamu na jamii kwa ujumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu azidi kumjalia afya njema, hekima, baraka na umri mrefu ili aendelee kuwatumikia Waislamu na kuendeleza nuru ya elimu kwa vizazi vijavyo. Ulikuwa nami Hassan wa Makanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.